vyanzo sahihi. Ukiangalia hata kwenye information ecosystem, bado taarifa, yani kwenye mfumo mzima wa uzalishaji na usambazaji wa taarifa. Mitandao imetupa uhuru wa sisi kuzalisha taarifa, lakini bado sehemu kubwa ya mijadala yetu kwenye redio, kwenye mitandao inatokana na vyombo vya habari. Nadhani zaidi ya 2/3 ya mijadala mingi inatokea kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo mbinu ya kwanza kudhibitisha kwamba hii ni sahihi sio sahihi, kwanza nenda kwenye vyombo vya habari vinavyoaminika. Safi. Vinavyoaminika. Inawezekana vya mitandaoni, kama ukiingia Nukta, ukiingia wapi, ukiingia Mwananchi, lakini hakikisha ni vile vyenye sifa ya kuaminika. Mara nyingi watu wanaotengeneza habari za uzushi huwa wanaweka maneno yanayovutia, yani yana exaggeration, yani yamezidi vihisishi vingi mambo mengi. Kwa hiyo nenda kangeuke na habari ni maneno mengi ya kukuvuta na visifa visivyokuwa na sababu. Doubt forward kwanza. Nenda ka check. Angalia pia takwimu. Mara nyingi hao wanaosambaza habari za uzushi wanakosea sana takwimu. Data hizi. Wanakosea sana majina ya watu. Kwa Beni atakwambia bodi, atakwambia hili jambo limetokea Arusha, kusini mwa Tanzania. Arusha ipo kusini mwa Tanzania. Umeelewa? Majina ya viongozi, anaweza kukwambia kiongozi labda ni mwanamke akamkosema ni hii badala ya she. Sasa hivi ni viashiria vyote vya taarifa hizi kwa uzushi.